Asante sana Dr. Musa, bila shaka naye pia tupata nafasi naye na baadaye kidogo. Tuje kwako Ibrahim Rahbi, ukiwa nchini Oman, taifa la Ghuba ambalo lilisimama kama mpatanishi, lakini ambaye baada ya vita kuanza tulimsikia waziri wake wa mambo ya kigeni Badri Al-Busaidi akisema kwamba anahisi kama kwamba imani kwenye diplomasia imesalitiwa. Na kwa sasa nimesoma makala yake ya juzi ambao amesema kwamba anahisi kwamba Iran ilikuwa kama imekuwa katika mazingira ya kulazimia kuchukua hatua ambayo imechukua, lakini Iran imechukua hatua kubwa bila shaka dhidi ya majirani zake, au tuseme dhidi ya maslahi ya Marekani katika ardhi za majirani zake. Unasemaje kuhusu hili? Ipi hisia za jamii nyingine za Kiarabu katika eneo hilo Rahbi, dhidi ya Iran hivi sasa wakati vita vinaendelea kushamiri? Ni kweli kabisa. Nadhani waziri wa kigeni wa Omani ni mara kadhaa amezungumza katika hii vita, hata akimwambia Donald Trump na Marekani kuwa hii vita haikuwa yenu kabisa, mmeingia kwenye vita ambayo ilikuwa haiwahusu. Lakini amezungumza mara kadhaa kuelezea kuwa kwa sababu yeye ndio alikuwa msimamizi wa mazungumzo, kwa hiyo alitoa ishara kuwa mazungumzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa yanaelekea sehemu nzuri kabisa na hapakuwa na shida yoyote. Na alisema hata kwenye mkutano wa Arab League kuwa Iran ilikuwa imejitolea vya kutosha kuhakikisha kuwa hili swala linakwisha kwa diplomasia, tofauti na kauli iliyotoka upande wa pili kuonyesha kama Iran alikuwa hakubaliani na vitu vingi. Lakini yeye alisema kwa swala la nyuklia Iran walikuwa wametoa zaidi, kuzidi hata utawala wa Barack Obama uliokuwa umefikia makubaliano. Sasa kwa sisi ambao bado tuko eneo hili la Mashariki ya Kati, kuna kile kitu ambacho kiko wazi kwa hizi nchi. Unaona majibizo ya Irani yakienea karibu nchi zote ambazo zimeruhusu kambi kutumika kuwashambulia, lakini unaona kitu kimoja kuwa hakuna majibu, au unasema hakuna reaction ya raia wa eneo hili, japo kwa kutaka kuandamana laumu Irani zaidi ya kauli za viongozi wa eneo hili ambao wamekutana mara mbili. Kuna mkutano wa Arab League umefanyika hapo Cairo, lakini wajuzi ulifanyika Riyadh, na wakatoa matamko yale ya kulani Irani kwa majirani zao, na hata Saudi Arabia juzi imetoa maneno makali zaidi kwa Irani. Lakini ajabu ni kuwa raia wa eneo hili la Mashariki ya Kati, hata katika maoni yao wanaotoa, ni wengi wanaonekana wako nyuma ya Irani, licha ya kuwa hata Irani inagusa mali zao, rasilimali zao, vituo vya kusafisha mafuta ambao ni uchumi wa nchi zao, lakini wanaona kuwa Irani ina uhalali wa hili kwa sababu inayo sababu ya kufanya hivyo. Sasa raia wa kawaida wa eneo hili kiasi kikubwa bado wanaonekana wanaiunga mkono Irani, ni tofauti na viongozi wa hili eneo ambalo wanaonekana kabisa kuwa wako upande wa pili ambao wanaunga mkono zaidi Marekani. Kwa hiyo ndio hali inayoonekana zaidi katika hili eneo la Mashariki ya Kati. Na vipi kuhusu kile ambacho kinaonekana katika mkutano mwisho ambao umefanyika Cairo, mara nyingine pia baina ya viongozi hawa, hasa mataifa yaliyo tayari yameshapata mashambulizi, tulisikia kwamba kwamba wanataka kuunda muungano wa kijeshi baada ya yote dhidi ya Iran. Kumekuwa na hizo kauli, na hata juzi wakati waziri wa kigeni wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan alilizungumza pia hili swala kwa kusema kuwa tumechoka, uvumilivu wetu uko mwisho, kuwa tuna uwezo wa kufanya vile. Ukiwasikiliza kauli zao na ukirudi kwenye utaratibu wa kawaida wa kisheria, kifungu namba 51 cha Umoja wa Mataifa kinawaruhusu kufanya hivyo, kwa sababu ndio hicho kifungu ambacho kimemruhusu Irani pia kujibu kutoka kwa Marekani na Israel, kwa sababu hiyo ni kwa mujibu. Lakini bado wanafungwa na kile kitu ambacho unaweza kusema nguvu ya umma ambayo wanaangalia, manake hata wao wanapitia maoni ya umma kuangalia umma wao unaunga mkono kiasi gani. Lakini kuna ile nadharia ambayo imekuwepo katika hili eneo, licha ya kusema kuwa wanataka kuunga mkono, huenda nchi za Kiarabu labda zinapokea shinikizo kutoka Marekani au kutoka sehemu nyingine, kwa sababu tulimsikia hata seneta wa Marekani yule Lindsey Graham akishutumu Saudi Arabia kuwa mtaingia kwenye vita lini, mnataka mshambuliwe mpaka kiasi gani, mnapaswa kuingia kwenye vita. Kauli ambazo zimesukumwa hata kwa UAE, balozi wa UAE kwenye Umoja wa Mataifa alisema kuwa haijalishi tutashambuliwa kiasi gani, lakini hatutoingia kwenye hii vita. Ni kama mtego fulani ambao wameuhisi upo na wanashinikizwa waingie, ni kama wanataka kuingia na kutoka, lakini wanafahamu madhara ya huu mtego, kwa sababu tumesikia manunguniko ya hizi nchi zikilalamika kuhusu kulindwa, kwa sababu nchi nyingi hizi za Gulf zina mikataba na Marekani ya ulinzi. Sasa katika kipindi hiki kuna baadhi ya manunguniko yametoka kuwa inaonekana kama Marekani imeegemea kuilinda zaidi Israeli huku ikiwaacha wao. Kwa hiyo wamehisi kama vile hatuna ulinzi wowote. Sasa kujiingiza kwenye vita ya moja kwa moja na Irani ambayo inaonekana kuwa
imekuwa bora zaidi kwenye uwezo wake wa makombora, kwa sababu kama Israel yenyewe yenye mifumo mingi zaidi ya ulinzi na Marekani ameweka nguvu kubwa ya kuilinda, lakini baadhi ya makombora yanapiga, yanafanya uharibifu, yanaua. Imefika hivi sasa wao ambao wamekuwa na mifumo michache zaidi na uwezo mdogo kabisa wa kukabiliana na Irani, wanahisi ile hatari ambayo unaweza ukakabiliana nao moja kwa moja. Lakini kuna kile ambacho kinahisiwa kuwa na wao wamechoka kuwa chini ya Marekani, au wamechoka uwepo wa Marekani, lakini hawana kauli na sauti za kuiambia Marekani ondoka. Kwa hiyo wameamua wakati mwingine kukaa pembeni, huku wakitoa matamko makali kwa Irani, lakini chini ya meza wanagonga glasi kuwa ndio wacha itokee iwe hivyo. Kwa hiyo kuna hizo kauli nyingi ambazo zinaonekana kwa wakati mmoja kuwa zote zinaenda kwa pamoja, licha ya kuwa wiki 3 ya mashambulizi ya kila sehemu, na Irani imeendelea kujibu kwa majirani zake wote, hasa kwa nchi ya UAE ambayo ndio mara nyingi sana wanajibu kupitia kule. Bado unaona nchi za Gulfu, hakuna nchi hata moja ambayo imeruhusu hata kurusha jiwe. Lakini kumbuka kuwa hata taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israel wiki ya pili ikishutumu UAE, ikisema kuwa UAE ilikuwa imefanya shambulizi ndani ya ardhi ya Irani ikipiga mtambo wa kusafisha maji, haraka UAE walinyanyuka na kukanusha hiyo taarifa, wakasema kuwa hiyo taarifa sio ya kwetu. Lakini hata taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israel kuhusu Saudi Arabia kufanya mashambulizi ndani ya Iran, Saudia haraka walijibu wakasema kuwa hiyo taarifa sio ya ukweli. Kwa hiyo unaweza ukahisi kuwa Waarabu hawaitaki hii vita, japo kuwa wana shinikizo kubwa la washirika wao kama Marekani na Israeli. Naam, asante Rahbi. Tuondoke eneo la Mashariki ya Kati na Arabuni kwingi kote kwa ujumla, kwa maana Ghuba pamoja na Asia Magharibi. Tuje hasa Ulaya, washirika wakubwa sana Marekani. Kwa Profesa Mohamed, nchi yako unayoishi Uingereza ni nchi ambayo kiasili, kimila, kila kitu ni nchi ambayo daima imekuwa pamoja na Marekani, lakini angalau katika hili mpaka hivi sasa imekuwa na msimamo ambao mataifa mengine pia Ulaya imekuwa na kuyachukua ya kuto kujiunga moja kwa moja na vita vya Marekani dhidi ya Iran, ingawa kwa wanapotumia kauli zao na kutumia pia mitazamo yao waonesha kwamba hawapingi sana vita vyenyewe, isipokuwa wao tu hawatakuwa sehemu ya vita hivyo. Unasemaje kuhusu hali ya washirika wa Marekani wa kiasili kuto kuungana na Marekani ambaye alionekana muda wote kwamba ndio bwana wa ulimwengu, bwana pia mataifa magharibi katika vita ambavyo vinaendelea sasa Iran? Ni kweli kwamba Uingereza ndio mshirika mkuu kabisa wa Marekani, hasa kwenye masuala ya kivita. Tutakumbuka kwenye vita vya Iraq, Uingereza lilikuwa ndio taifa la kwanza kushiriki moja kwa moja kwenye vita vile pamoja na Marekani. Lakini safari hii waziri mkuu Keir Starmer ameonekana kugoma kushiriki moja kwa moja kwenye vita hivi, na kuna sababu nyingi ambazo zinaelezewa zilizoleta msimamo huo ambao si wa kawaida. Ya kwanza kabisa inayozungumzwa ni kwamba siasa za ndani, hali ya ndani ya kisiasa ya nchi haionekani kwamba itaruhusu Uingereza kushiriki. Tukumbuke kwamba ili Uingereza ishiriki kwenye tukio kama hili ni lazima lipate baraka bungeni, na hivyo inaonekana wazi kwamba bunge la Uingereza halitakuwa tayari kuidhinisha ushiriki wa Uingereza kwenye vita hivi. Na hili linatokana na athari za siasa za Trump. Inaonekana kwa vile Trump safari hii au mwenendo wake umekuwa anaonekana kama ni mbabe hata dhidi ya washirika wake. Kwa mfano, tukio la suala la Greenland limeathiri sana msimamo wa bara la Ulaya na Uingereza katika suala la kushirikiana na Marekani, kwa maana ya kwamba sasa hivi Marekani inaonekana kama ni mshirika asiaminika. Kwa hiyo ni moja tu kati ya sababu nyingi. Kuna sababu kama vile Uingereza inahofia Irani itaweza kufikia baadhi ya kambi zake zilizopo Ghuba ya Uajemi na hata Cyprus, kama vile kambi iliyopo Oman na kama nilivyoeleza na Cyprus. Kwa hiyo wanahofu kwamba iwapo watashiriki moja kwa moja, basi Irani itaweza kufikia maeneo mbalimbali ambayo wao wamewekeza kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kwa hivyo imekuwa ni suala zito kwa Uingereza kiasi fulani, kwani limeonekana kumuudhi sana Rais Donald Trump, na amekuwa akitoa kauli ambazo si za kupendeza dhidi ya waziri mkuu Keir Starmer. Lakini hata ndani ya Uingereza awali, mpinzani mkuu katika bunge ambaye ni kiongozi wa chama cha Conservative, mwanadada Kemi mwenye asili ya Nigeria, alikuwa awali akimlaumu waziri mkuu Keir Starmer kwa kutoshiriki moja kwa moja na kukataa kushiriki. Lakini hata hivyo sasa hivi hata kiongozi wa Conservative naye amebadili msimamo, anaonekana kubadili msimamo
na kukubaliana na suala la waziri mkuu Keir Starmer kutoshiriki kwenye vita hivyo. Hata hivyo, kuna mwenendo usio rasmi ambao unaonekana na unawatia wasiwasi wananchi wa Uingereza. Huenda Uingereza inashiriki kwenye vita hivi kisirisiri, kwani hivi karibuni kumetokea picha zilizopigwa kwenye kambi ya Kent, Uingereza ikionekana kuhamisha silaha nzito kuelekea mahala ambapo hapajulikani, na hivyo kuleta wasiwasi mkubwa huenda kwamba Uingereza inashiriki kwenye vita hivi kisirisiri. Lakini hata hivyo, kiwazi wazi kabisa Uingereza haina ushiriki wa moja kwa moja kwenye vita hivi, na imeweka wazi haitaki kuufanya mgogoro huu uwe mzito zaidi, na badala yake wao wako tayari kushiriki katika kuutatua mgogoro. Naam, asante sana Abdulrahman Mohamed. Turudi sasa Marekani kwako Profesa David Monda. Tumeanza mazungumzo yao swali kwamba je, ikiwa kauli ya Trump ya jana ya kuhusu uwezekano wa kuondoka kwenye vita, akitangaza kwamba tayari wameshafikia sehemu kubwa ya malengo yao waliokuwa nayo, aliyotaja yeye ni pamoja na kudhoofisha mifumo ya ulinzi ya Iran, kwa maana mifumo ya urushaji wa makombora, jeshi la baharini, jeshi la majini la Iran na vitu kama hivyo, akiona kwamba tayari wote wameshabaratika, na hata kuangamiza uongozi kiasi cha kwamba sasa hakuna mtu ambaye kwa mujibu wa maelezo yake anaiongoza rasmi Iran. Je, unadhani kwa hivyo Profesa Monda kwamba sasa pengine katika wiki moja mbili zilizo mbele tunaweza kushuhudia kwamba tunakomesha vita hivi na koma, na kwa hali hiyo swala la mwanzo linarudi kwamba vinamalizikaje? Maana kumalizika na swala hili vinamalizikaje? Vinamalizika kwa ushindi? Vinamalizika kwa kusema kwamba draw, au kwa kusema kwamba wametoka sare kila mmoja kamuumiza mwenzake alafu mambo yamalizika? Vinamalizika kwa maana kwamba kila mmoja na mheshimu mwenzake sasa hawatopiga tena karibuni, au vinamalizika kama vitamalizika? Kaka mkurugenzi, mimi ningependa kusema kwamba nadhani maneno yataenda draw, na nasema hivi kwa sababu hapa Marekani hawapendi vita hivi vya Mashariki ya Kati. Uchumi wa Marekani umedhoofika, nafsi ya petrodola, ubabe wa dola kwenye nafsi ya mafuta ghafi imesambaratika kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya vita hivi. Na Wamarekani wanajiuliza, jamani, tuna changamoto. Ni kupatie mfano hapa New York. Tuna shida nyingi kwa mji wetu. Watu wasio na mahala pa kuishi, ukosefu wa kazi, wa ajira, changamoto nyingi tu za ukosefu wa usalama. Wengi wanajiuliza, jamani, mbona hela hizi hazitumii kusaidia Wamarekani kwa hali ya afya, kwa elimu? Mbona hela hizi zinaenda Mashariki ya Kati kuangushia mabomu kwa taifa ambalo halikushambulia Marekani? Kwa hivyo kujibu swali lako ni hivi, ni kama kwenda mbele, ni kama kwamba kwa jumla wa Marekani kupiga darubini wanaipinga nafsi ya Donald Trump kuendeleza vita hivi kwa kiwango kwa upande mmoja. Kwa upande mwingine ni kwamba hawataki kujiingiza tena kwa vita hivi ambavyo haviishi. Na tena kujibu swali lako ni kwamba nafsi ya washirika wa Marekani na Donald Trump ni kwamba, kusema kweli, na mimi naibika hapa kusema kama Marekani hapa, rais wetu ni kama hajui alichokianzisha, kusema tu kweli. Na wengi wa wadadisi hapa Marekani ni kama wameona rais wetu ametuongoza vita ambavyo havitabiriki. Kwa hivyo washirika wengi Ulaya wamechanganyikiwa. Hapa Marekani wameghadhabishwa na nafsi ya Donald Trump. Na kujibu swali lako, nadhani vita hivi vitaendelea kwa muda,
lakini nadhani hata Trump mwenyewe ameanza kukubali mstakabali ya kwamba ataregesha wanajeshi wa Marekani. Sijui itakuwa wiki hii, pengine wiki ijayo, lakini sidhani atakuwa mpumbavu kujaribu kupeleka wanajeshi wa Marekani, wanajeshi wa NATO kwenda Iran kujaribu kuvamia nchi hiyo.